Church girl anenda kansan kwa ibada, ni wa kwanza anampenda Mungu, anamwimbia Mungu wakati wa ujana wake, ni mtakatifu, ni mkamilifu. Natamani sana tangu uokoke. Ni binti mwenyewe natamani sana kuokoka, hata leo kesho, ila nitaokoka, usijali dadangu. Hiyo siku ni lini? Biblia inasema muda unaofaa ni sasa. Sawa, usijali dadangu, nitaokoka. Utaokoka? Ndiyo, nitaokoka. Jamani, leo ndiyo nimefurahi sana. Ndio basi unihubirie ndani. Hapana, ndani tena jamani. Ndiyo, njoo wewe, njoo, hamna shida, njoo. Hapana kaka. Njoo, hamna shida, wewe njoo. ujana wake ni mtakatifu, ni mkamilifu. Vipi mwanangu? Vipi nini? Safi? Mwanangu, huwezi amini nilikuwa naota nimemshika mkono mtoto Dorcas. Huyo ananichanganya kweli yani. Dorcas yupi? Dorcas huyo unayemjua, mtumishi. Hizo ndoto za alinacha, hizo ndoto za mchana mwanangu, hizo hazikamilikagi mwanangu. Ananiambia mara wewe sijui wokovu sijui nini. Nikasema wokovu tena, acha nisimvutie ndani kidogo. Ngoja kwanza ndale kidogo, sijui itarudia hii ndoto. Hebu amka, acha ujinga. Niende wapi babu? Niache nilale kidogo. Wewe ndoto za mchana hazijaifanikiwa. Wewe acha kuota mchana. Mchana ni muda wa kazi wewe. Kazi gani sasa utafanya naye? Kwani mtu haruhusiwi kulala mchana? Sasa mimi nakwambia nimemwota mtoto. Amekuja kunihubiria. Baada ya hapo namwambia njoo nihubirie ndani, mtoto anaanza kusema mara nini sijui nini. Acha nisimkamate kono nikamvutia. Yaani yule njia ya mbinguni imeshafunguliwa. Maana ashafatwa hadi na wenye hela. Sasa we ni nani? We kapuku tu, una chochote, una nini? Sasa sikia, mimi nakupa siku hizo 2 tu. Za kuokoka. Za kuokoka nini babu? Mtoto huyo hapo anakamilika, anakuwa kwangu huyo. Naota. Nakwambia amini, niamini blaza. So kwa Dorcas naemjua mimi. Unamjua mimi ndo nakwambia sasa. Hauwezi. Haya poa, ngoja tuone. Sema mwanangu, hebu tuanze tukijueni hapo mara moja. Mwanangu, ndoto hizi zitakuja kuniua sometime hizi. Tuondoke baba. Washa chuma hiki. Twende kunja. Bila usije ukaniangusha. Pole pole sasa. Unakimbia hivi. Tumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za uzima? Kwema kabisa, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Hata mimi niko vizuri, Mungu mwema katika maisha yangu. Aisee mtumishi. Naam. Nimekupigia simu zangu nyingi sana. Sawa. Kuna changamoto moja inaendelea pale nyumbani. Kuna jirani yangu mmoja ana mwanae. Yule mwanae anapata tabu sana kwa kweli. Yaani mwanae akilala usiku anatokewa sijui na mapepo, sijui na majini. Anaota ndoto za ajabu, anasikia milio ya ajabu. Amewasumbua sana wazazi wake. Wazazi wake wamezunguka sana, wameenda hospitali, madaktari wakasema hakuna ugonjwa wowote. Wakaenda kwa waganga kienyeji, wameenda mpaka kijijini kwao huko mbali, sijui ni wapi, lakini wakarudi tu hawajapata msaada wowote. Na ndio maana nikawafuata na kuambia kwamba pale kanisani ninaposali mimi kuna mtumishi wa Mungu mmoja anafanya kazi kubwa sana ya Mungu. Na nikawaambia kwamba huyo mtoto wenu msiwe na wasiwasi, anaweza kupona. Na ndio maana nimekupigia simu mtumishi wa Mungu ili uweze kufanya huduma pale nyumbani. Unajua Mwalimu Joshua, ukisoma katika kile kitabu cha Marko ile sura ya 16 na ule mstari wa 17, maneno ya Mungu yanasema ishara hizi zitaambatana na hao aminio, kwa jina langu watatoa pepo. Ukisoma ule mstari unaofuata wa 18 unasema kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapokea uzima na watapata afya. Kwa Bwana hakuna lisilowezekana. Kila jambo kwa Bwana linawezekana. Yale mambo ambayo kwa akili za binadamu hayawezekani, kwa Bwana yanawezekana. Pale wanadamu wanapofika mwisho na kukata tamaa, pale ndipo Bwana anapoanzia kufanya. Na mimi mtoto Bwana atamfungua. Kabisa mtumishi. Na kuna ushuhuda mmoja ambao huwa nikikumbuka na nasema kwamba Mungu anazidi kutenda sana. Kuna yule mama kiwete ambaye alikuja pale kanisani na magongo yake yote mawili na akatoka akitembea.
Aisee, ule ni ushuhuda mmoja mkubwa sana. Aisee mchungaji, Mungu aendelee kukupigania na kukutia nguvu sana katika kazi yako. Amina. Mimi nipungue, Yesu aongezeke. Unajua kuna wakati huwa napata hasira sana. Watu wanaamini kwa waganga, watu wanaamini kwa nguvu za giza, watu wanaamini kwa wacha. Yesu wakati yupo anayeponya na kuokoa. Kweli kabisa. Wanapataga hasira sana. Huyo binti atafunguliwa kwa jina la Yesu. Kweli kabisa mtumishi. Naona kama tunapoteza wakati. Twende tukamfanyia maombi. Basi tunaweza kwenda. Si kwa akili, si kwa fahamu, ni kwa uwezo wako. Habari. Salamu. Wema. Wema. Samahani mtumishi, nimekuja nikiwa na shida. Karibu. Asante mtumishi, hapa nilipo nimefunga sana, nimeomba sana ili Mungu anipe mume sahihi, lakini bado sijajibiwa. Okay, kwanza pole. Pia usichoke kuomba. Naamini Mungu yeye anajibu kwa wakati. Kwa hiyo tunaamini wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Majira ya Mungu yakifika, naamini utaolewa tu. Sawa, lakini kama kuomba nimeomba sana. Rafiki zangu au tuliozaliwa nao mwaka mmoja wameolewa wote, nimebaki mimi mwenyewe. Kwani inaniumiza sana. Ninayemtaka haji, ninayemwomba Mungu simpati, na wapata ambao siwataki. Kwanza unapoenda mbele za Mungu, hakikisha haumpi Mungu vigezo, haumpi Mungu masharti. Maana vijana wengi wanaenda mbele za Mungu, unashangaa tu binti anakuambia nataka mwanaume mwenye gari, mwenye nini. Lakini kumbe haitaki tuende hivyo mbele za Mungu. Inabidi tuende tukiwa hatuna kitu. Maana naamini kwanza wewe ukiwa sahihi na Mungu atakupa mwanaume sahihi. Maana naamini kuna vijana ambao wako kwa Yesu wako sahihi, lakini kijana Mungu hawezi kumpatia kijana sahihi mwanamke ambaye hayuko sahihi. Kwa naamini ukienda mbele za Mungu ukiwa sahihi, Mungu atakupa mwanaume sahihi na kwa wakati sahihi. Sawa mtumishi, nashukuru. Usijali, nitakuombea pia. Naamini huu mwaka utaisha, utaolewa. Kabisa mtumishi. Na shetani amezidi kuwatesa sana, hasa hawa watoto wadogo. Anawatesa sana mtumishi. Unajua Bwana yeye anafanya miujiza, anafanya mambo makubwa. Nampenda sana Bwana. Aisee mtumishi, watoto wa siku hizi wanateseka sana. Sasa mtumishi, nadhani hapa ndo nyumbani. Fika hodi jamani. Karibu. Karibu. Mtumishi Joshua. Naam. Karibu. Asante sana. Karibu kiongozi. Shikamoo. Marhaba. Karibuni. Asante sana. Karibuni bwana. Bwana, mgonjwa wetu toka tulivyoachana, hali yake jinsi unavyoiona. Maana nimehangaika kwa waganga kienyeji imeshindikana. Nimehangaika hospitalini imeshindikana. Mtumishi mwenyewe ndio huyu hapa. Nilikuwa nakuelezea kwamba anaweza kumtibu mtoto wako na akapona kabisa, akarudi kwenye hali yake ya kawaida. Ndiyo. Mtumishi mwenyewe ni huyu hapa. Maandiko matakatifu yanasema katika kile kitabu cha Marko ile sura ya 16 na ule mstari wa 17. Ishara hizi zitambatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Na ule mstari wa 18 unasema kwamba tutaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya, nao watapokea uzima. Kwa hiyo huyu binti yako hata usiwe na wasiwasi kabisa, anaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Amina. Hakuna jambo ambalo lisilowezekana kwa Bwana. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Bwana. Mtumishi wa Bwana. Naam. Watu tufanyie maombi. Hata usiwe na wasiwasi. Yesu anafanya makubwa. Yesu anafanya ishara na maajabu. Amina. Maana kwa Bwana yote yanawezekana. Amina.
Jina la Yesu ni zuri sana. Kweli kabisa. Wapa wengi wamefunguliwa kupitia jina la Yesu, wagonjwa wengi. Tena wengine walikuwa na magonjwa zaidi hata huu ugonjwa ambao anao binti yako. Wote wakafunguliwa. Kwa Yesu ni kitu kidogo. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu yaponya magonjwa. Yaponya magonjwa. Damu ya Yesu yaponya magonjwa. 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 Damu yaponya magonjwa. Hakika Bwana unatawala, umetukuka mbinguni na duniani. Unafanya ishara maajabu katika maisha yetu. Ni Mungu uliyetenda, unayetenda na unayefanya Bwana. Ninamuweka binti huyu mikononi mwako Bwana. Ninamfunika katika kijito cha damu yako ya thamani. Ninakataa, ninavunja kila mipango ya kuzimu, majini makata, majini maimuna, majini kama katika jina la Yesu, na kuamuru kwa damu ya Yesu, na kuamuru toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Hamna nafasi ndani ya binti huyo, hamna nafasi ndani ya binti huyo. Na amuru kwa jina la Yesu, na kuamuru ya papo, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa jina la Yesu. Sitoki. Jesus mighty name. Jesus toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Hamna nafasi ndani ya binti huyo, hamna nafasi ndani ya binti huyo. Na wakataa kwa jina la Yesu, moto wa Yesu, fire, 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 moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Maria, simama. Hakika Bwana amekufungua. Hakika Yesu amekuponya. Maisha yako yote mtumanie Bwana Yesu. Usitegemee nguvu za wanadamu, usitegemee nguvu za shetani, bali Bwana anaokoa na kuponya. Asante mtumishi. Yesu amemponya binti yako. Asante mtumishi. Usitegemee tena nguvu za waganga wa kienyeji. Sikutegemea kama mwanangu. Usitegemee tena nguvu za wachawi. Amina. Amini katika jina la Yesu. Amina mema. Amina mtumishi. Asante mtumishi. Amen. Asante sana. Haya. Ameniokoa Yesu. Ameniokoa. Nani? Ni Eli. Ameniokoa. Emmanueli. Ameniokoa. Amenibariki Yesu. Amenibariki. Amenibariki Yesu. Amenibariki. Emmanueli. Amenibariki. Emmanueli. Amenibariki. Asante Bwana Yesu kwa kumponya binti huyu. Asante Mwokozi. Wazazi wake wamehangaika sana kwa waganga wa kienyeji, wamehangaika sana kwa madaktari, wamehangaika sana sehemu tofauti Bwana, lakini wewe Bwana umefanya makubwa. Madaktari na waganga walishindwa, lakini Bwana umefanya makubwa. Mwisho wa mawazo ya binadamu ndio mwanzo wa mawazo yako Bwana. Hakika Bwana umemfungua. Tunakushukuru, tunakurudisha heshima na utukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. 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 Asante jirani. Asante. Basi singo yetu akimbie. Samani mtumishi. Naam. Ngoja nikupe hata maji. Hii hapa 200,000. Asante mtumishi. Usiwe na wasiwasi. Asante mtumishi bwana, umenisaidia mwanangu, nimehangaika sana. Nimehangaika kwa waganga, nimehangaika hospitalini, lakini wapi umekuja kumponya mwanangu mpaka sasa kwa hali niliyoiona inaendelea vizuri. Yesu Kristo. Ndio. Operation zake anazozifanya. Ndio. Uponyaji wake anaofanya, ishara na miujiza.
ni bure, sio kama waganga wa dunia hii. Hicho kiasi ambacho unataka unipatie mimi utakitumia wewe na familia yako. Nimekupa kwa sababu umenisaidia, nimehangaika, nimepoteza hela nyingi. Utachukua japo chakula? Ndio. Japo binti yako na familia nzima mpate. Usio na wasiwasi kabisa. Kuwa na amani. Kabisa. Kuwa na amani. Yesu anaponya bure bila gharama yoyote. Asante mtumishi. Sasa sisi tuwakimbie. Haya. Basi tunaenda. Haya. Baki na amani ya Bwana. Amen. Haya. Alinipata gerejani mwa mawazo, mikono michafu, moyo umechoka. Nilililia kimya ndani ya roho, ukanisikia, ukaingilia. Bwana Mungu wa maganika anajibu maombi, Mungu wa mbinguni anajibu maombi. Yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake yanawezekana, yanawezekana. Bwana Mungu wa... Habari yako mama mtumishi? Salama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua nini mama mtumishi? Ndio. Unajua mimi nakupenda sana mama mtumishi. Yaani wewe unaonekana ni mtumishi mzuri, afu katika huo utumishi una uzuri yake ndani mwake. Unanielewa? Kwanza kaka, inabidi ujue kitu kimoja. Sisi watu tuliokoka hoga hatufuatani hivi barabarani. Sisi watu tuliokoka mwanamke anapatikana kwenye magoti. Biblia inasema kwamba apataye mke amepata kitu chema, tena amepata kibali mbele za Mungu. Kwa hiyo nakushauri, tengeneza wewe na Mungu wako, na Mungu atakupa mwanamke bora na mwanamke sahihi kwenye maisha yako kwa wakati sahihi pia. Kwa hiyo nataka kuniambia mimi nikimuomba Mungu tu naweza nikampata mwanamke ninayemtaka mimi? Ndiyo. Kama hujampokea Yesu, basi mpokee Yesu. Pia muombe Mungu akupatie mwanamke bora. Mwanamke bora hapatikani sokoni, hapatikani mtaani, anapatikana kwake. Kwa hiyo nakushauri tu umuombe Mungu. Nataka kuniambia nikishaokoka na kupata? Sio kunipata mimi. Muombe Mungu akupe mwanamke sahihi. Mimi naona mwanamke sahihi ni wewe. Na mimi ndo mume wako sahihi kwa wakati huu hapa. Kwa sababu gani? Mimi kwanza na zile chembelezi za utumishi. Naweza nikawa mtumishi, tukiungana wote tunakuwa watumishi, tunanyanyua kondoo wa Bwana. Si unajua? Mimi ninaweza nikawa mwanamke bora lakini nikaa sio kwako. Na wewe pia unaweza ukawa ni mwanaume lakini sio kwa ajili yangu. Mimi naamini Mungu amekuandalia mwanamke sahihi kwa ajili yako. Na mimi pia Mungu ameniandalia mwanaume sahihi kwa ajili yangu. Na mimi nafikiria hivyo, lakini sasa nikiangalia mwanamke bora ni wewe. Sioni mwanamke mwingine bora zaidi yako wewe. Kwa hiyo ndo maana na mimi nikawa naona hizi chembelezi za utumishi ambazo niko nazo nizitumie vizuri ili nimpate mwanamke bora na sahihi. Karibu sana kanisani. Tunalea vitu kama hivyo. Ukiwa na huduma yoyote pale kanisani kwetu utalelewa na yani Mungu akubariki sana. Nimefurahi kusikia hivyo kwanza. Ni binti mwenye hofu ya Mungu. Na mimi natakuputia. Mimi akawake nitaka Mungu wote. Karibu sana, jisikie kama uko nyumbani. Asante sana. Unaendeleaje hapa lakini? Mtumishi, naendelea vizuri. Kwa kweli kutoka siku ile ulipokuja hapa unaniambia masuala ya kuokoka, nibadilike, nirudie Mungu. Kwa kweli mtumishi, nilipitia shida sana katikati, ila kuna mtumishi wa Mungu alikuja nyumbani akanisaidia, akaniombea. Nilikuwa nina shida, nilikuwa na upendo, ila sasa hivi ninashukuru sana Mungu, nimekuwa sawa kabisa. Hata biashara yangu inaenda vizuri kabisa, haina shida mtumishi. Ni kweli umeona Mungu anavyotenda, lakini yaani ukiwa na Mungu mambo yako yote yatanyooka, yataenda sawa sawa. Kweli mtumishi kabisa, nimeamini Mungu anaponya kabisa, anaokoa kwa kweli. Kama umelitambua hilo, ukimkabidhi Mungu yote yanawezekana. Kwa kweli mtumishi, Mungu anaponya.
Sababu ya kusema. Oa, vipi mwanangu? Vipi tena? Kama kawa. Fresh. Uhakika? Yenyewe. Bomba zaidi. Ile. Nilikwambia siku mbili hazipiti. Sema leo? Siku mbili za moja tu. Si unakumbuka ile siku nimekwambia nimemuota nani ule? Dorcas. Anafenyeje? Mwanangu. Nimekutana naye. Umekutana naye wapi? Nilipomwambia tu umeanza kuota ndugu yangu. Sio kwamba naota mshua. Sio kwamba naota mshua. Yaani hiyo ni live bila chenga. Sasa sikia nikwambie. Nimekutana naye nilipomwambia tu bwana. Yaani kabla sijamalizia nakupenda, akanirukia bwana. Wewe muongo. Mimi muongo tena? Sikiliza sasa, akaniambiaje ujue? Mimi mwenyewe siwezi kusikiliza maana uongo. Sikiliza sasa, tatizo wewe ni mbishi. Wewe sijui kabila gani nawe? Wewe ni mgogo au? Mimi sio mgogo, wewe mbishi. Sasa sikiliza. Baadaye tunapandisha kati hivi. Sasa mdau hapo mimi tumekubaliana saa 12 tu ikifika na mcheki. Namrukia hewani. Mtoto keshakubali mjomba. Uongo vipi? Tunaenda wote. Fresh ndo nitaamini, ila huo ni uongo. Sio uongo mshikaji wangu. Sasa mimi nakupenda. Nihakikishe. Wewe baadaye tukishatoka kijiweni tu. Tunampigia simu. Saa ngapi tunatokea? Saa 12. Jioni. Jioni ya saa 12 leo. Utampigia? Church girl anaenda kanisani kwa ibada, ni wa kwanza nampenda. Mungu anamwimbia, Mungu wakati wa ujana wake, ni mtakatifu, ni mkamilifu, ni binti mwenye hofu ya Mungu. Kanisani akosi kila Jumapili, kila kipindi church girl anaenda kanisani kwa ibada, ni wa kwanza nampenda. Mungu anamwimbia, Mungu wakati wa ujana wake, ni mtakatifu, ni mkamilifu, ni binti mwenye hofu ya Mungu. Kanisani akosi kila Jumapili, kila kipindi